Bwana Yesu asifiwe. Mtazamaji wa Baraka TV na kusalimu kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo na kukaribisha sana katika ibada ya siku hii ya leo hapa ushirika wa Yerusalemu Tengule hapa mjini Sumbawanga mkoani Rukwa, jimbo la Moravian Rukwa. Langu jina Vumilia Mwenyangala, nikukaribisha sana. Tutakuwa na mtumishi wa Mungu mhubiri ambaye ni Alinani Simfukwe, lakini atakayeongoza ibada ni mwinjilisti Gervas Simtoe. Basi nikukaribishe sana, tuungane kwa pamoja na Mungu akubariki.
Yesu ongezeke. Yesu ongezeke. Tuianze ibada hii kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neno kuu la Jumapili ya leo, ikiwa leo ni tarehe 31 mwezi wa 5, neno kuu la Jumapili: wewe Mungu Bwana wetu, jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mote. Napatikana Zaburi ile ya 8 na ubeti ule wa 9. Tutashirikiana katika nyimbo zetu za Kikristo kutoka kwenye vitabu vyetu vya nyimbo za Kikristo namba 208. Kwenye tenzi ni namba 78. Tushirikiane nyimbo zetu za Kikristo kutoka kwenye vitabu vyetu vya nyimbo za Kikristo namba 208. Lakini kwenye tenzi ni namba 78. Sioshwi dhambi zangu bila damu yake Yesu, hapendezewi Mungu bila damu yake Yesu. Hakuna
Leo tunaongozwa na ibada ya sikukuu ya vijana kwenye chugia zetu ukurasa ule 103. Leo tunaongozwa na ibada ya sikukuu ya vijana, ukurasa wa chugia ni ule ukurasa 103. Kusudi la ibada hii ya sikukuu ya vijana ni kumshukuru Mungu kwa ulinzi na uongozi wake kwa vijana tangu mwaka uliopita na kuonyesha mipango ya vijana mbele ya ushirika walioifanya, wanaoifanya na wanatarajiwa kuifanya ili kukuza vipawa vyao na kulijenga kanisa la Mungu. Tuombe. Bwana Mungu mkuu mwenye kutisha, ushikae maagano na rehema kwao wakupendao na kuzishika amri zako. Tumefanya dhambi, tumefanya ukaidi, tumetenda maovu na tumeasi kwa kuyaacha maagizo yako na hukumu zako. Bwana, kumbuka rehema zako na fadhili zako, maana zimekuwako tokea zamani. Usiyakumbuke makosa ya ujana wetu wala maasi yetu, utukumbuke kwa kadiri ya fadhili zako. Bwana, kwa ajili ya wema wako ututakase kwa ajili ya damu ya mwanao mpendwa Yesu Kristo, na utuwezeshe kuishi maisha ya utakatifu katika ulimwengu huu, tukiongozwa na Roho wako Mtakatifu hata tutakapofika kwako mbinguni, kwa ajili yake Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Kristo Yesu
Amen. Mwanakondoo ameshinda. Mwanakondoo ameshinda. Bado sijaona mwanakondoo ameshinda. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Tunatamani kuona furaha kwa ibada ya leo. Lakini tunaendelea na utaratibu wa liturujia yetu. Ni ukurasa ule wa 104. Ninawaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu. Nanyi mmemshinda yule mwovu. Msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia hii inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu atadumu hata milele. Ushirika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kipindi hiki ni kipindi ambacho tunaenda kumsifu Mungu kwenye nyimbo zetu kupitia waimbaji. Wakati wa kwanza kabisa kwa ya shule ya Jumapili, nipe nafasi ya kwanza kabisa shule ya Jumapili. Watafuata nyuma yao jina liandikwa vizuri Hekima. Alafu baada ya hapo mtajiandaa vijana sasa ambao ni sikukuu yenu, mtajiandaa kwa ajili ya wimbo maalum baada ya hapo.
moyo, niwaombe na kina mama muendelee kusogea wenye watoto. Naomba useme mstari wa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwana-kondoo ameshinda, tumfuate. Mstari wa moyo unapatikana katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura ya 18 mstari wa 5. Maneno ya Mungu yanasema, na yoyote atakayempokea mtoto mmoja mfano wa huyu kwa jina langu anipokea mimi. Amen. Tuwashangilie kwa makofi mengi mengi. Basi kwa heshima kanisa tusimame. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Yesu ya ibada hii ya leo, umetupa neema kuwepo hekaluni mwako kwa siku ya leo. Na masaa ya Bwana tumepokea ujumbe kupitia kwa watoto wetu ambao umewaandaa kwa siku ya leo kuleta ujumbe kupitia wimbo wao. Mungu wa rehema, tunakushukuru kwa sababu wanatangaza neno lako. Nasi tunawakabidhi watoto wa mikononi mwako. Tunajua umetupatia kama zawadi, lakini mlezi mkuu ni wewe. Ninawaweka mikononi mwako Bwana, wakumbuke watoto hawa katika ukuaji wao. Tunajua hapo katika ulimwengu wenye shida, ulimwengu wenye majaribu, ulimwengu wenye magonjwa namna mbalimbali, ni nani anayeweza kuwatetea? Lakini wewe Yesu Kristo ukiwa pamoja nao, utawatetea katika elimu zao, utawatetea katika mapito magumu, utawatetea katika magonjwa. Wabariki wazazi kwa malezi yao, wabariki walezi, wabariki walimu kwa kazi nzuri wanaoifanya kwa ajili ya watoto hawa. Usiwapite Bwana, wakumbuke kile itwapo leo, wape hekima namna ya kuweza kuwalea watoto hawa. Nasi tunaweka mikononi mwako, maana wana vipawa mbalimbali ambavyo umetia ndani yao. Ni watumishi wako Bwana mbingu na nchi. Tunaomba usiwapite katika maisha yao, wakiwepo Bwana barikie na kulinda. Bwana kuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Asante, makofi mengi na vigelegele. Asante sana baba, Mungu akubariki. Karibu kwa Yakobo, karibuni kwa Yakobo. Kama sina upendo mimi
niwakaribishe kwaya maalumu kabisa siku ya leo, Shalom vijana kati hawa kwa wimbo maalum. Tutaendelea na utaratibu wetu wa ibada katika itungi yetu na ukurasa ule wa 104. Ukurasa ule wa 104 kwenye ibada ya sikukuu ya vijana. Bwana ndiye jabali langu na ngome yangu na mwokozi wangu, na ndiye ngome yangu mshirika.
ngao yangu na pembe yangu ya upembe yangu, Mwokozi wangu waniokoa majeruhi. heri walio kamili katika njia yao, waendao katika sheria ya Bwana ushirika. Heri wakiita shuhuda zake, wamtafutao kwa moyo. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Wamtii akiwafuata wenzao. Ee Mungu, uyakumbuke makosa ya ujana wangu, usiyakumbuke makosa ya ujana wangu wala maasi yangu ushirika. Unikumbuke kwa ajili ya fadhili zako. Kwa moyo wangu wote nimekutafuta. Usiniache nipotee mbali na maagizo yako. Nitatafakari mausia yako, nami nitaziangalia sana njia zako. Nitajifurahisha sana kwa amri zako, sitasahau neno lako. Unigeuze macho yangu nisiyatazame visivyofaa. Unihuishe katika njia yako. Amen. Amen. Naomba tukae. Vijana waende wakamsifu Mungu wakati baada ya vijana kuimba, umoja wa kina mama na nyinyi mtainuka kumsifu. Sema wangu ni huyu Yesu.
tusikilize somo letu la kwanza linalopatikana kitabu cha Zaburi 119. Zaburi 119 mstari wa 9 mpaka 16. Zaburi 119 mstari wa 9 mpaka 16. Nimatumaini mmepata. Tutatangulia katika utatu. Ni jinsi gani kijana ajisafishe njia yake kwa kutii, akilifuata neno lako. Kwa moyo wangu wote nimekutafuta, usiniache nipotee mbali na maagizo yako. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Bwana uhimidiwe, unifundishe amri zako. Kwa midomo yangu nimezisimulia hukumu zote za kinywa chako. Nimeifurahia njia ya ushuhuda zako. Kana kwamba ni mali mengi, nitayatafakari mausia yako, nami nitaziangalia njia zako. Ule mstari wa mwisho, nitajifurahisha sana kwa amri zako, sitalisahau neno lako. Hili ndio somo la kwanza, na Mungu alibariki. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Amina. Somo la pili linapatikana katika kitabu cha Mhubiri sura 12 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Mhubiri sura 12 mstari wa kwanza hadi wa pili. Nafikiri kwa mmepata, nitaomba niwatangulie kusoma Mhubiri sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Neno la Mungu linasema, mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala hazijakaribia miaka utakapo sema, mimi sina furaha katika hiyo. Mstari wa pili, kabla jua na nuru na mwezi na nyota havijawa giza, kabla ya kurudi mawingu baada ya mvua. Hili ndilo somo la pili. Mungu alibariki. Amina. Yesu asifiwe. Amina. Yesu asifiwe sana. Amina. Somo la tatu, waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Timotheo. Waraka wa kwanza Timotheo sura ya 4 kuanzia mstari wa 11 hadi 16. Timotheo, waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Timotheo sura ya 4 mstari wa 11 hadi wa 16. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 11 hadi wa 16. Katika utatu nitawatangulieni. Mambo hayo uyaagize na kuyafundisha. Mtu awaye yote asidharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio, katika usemi na mwenendo, na katika upendo na imani na usafi. Hata nitakapokuja, ufanye bidii katika kusoma na kuonya na kufundisha. Usiache kuitumia karama ile iliyomo ndani yako, uliopewa kwa nabii na kwa kuwekewa mikono ya wazee. Uyatafakari hayo, ukae katika hayo, ili kuendelea kwako kuwe dhahiri kwa watu wote. Jitunze nafsi yako na mafundisho yako. Dumu katika mambo hayo, maana kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako na wale kwa kusikiao pia. Amen.
lazima ukubali kuyaacha yote ya duniani, lazima ukubali kuachana nayo, lazima ukubali ujigane mwenyewe. Ongeza makofi tena na vigelegele.